Hatimaye taarifa mpya zinazomhusu Humphrey Polepole zimechipuka kutoka Ikulu ya Samia Suluhu ya Dodoma. Licha ya Rais Samia Suluhu kulikalia kimya suala hili la utekaji nyara wa Humphrey Polepole toka mwaka jana, sasa Rais Samia amefanya jambo ambalo limezua gumzo nchini kumhusu Humphrey Polepole. Kama kawaida yetu, kabla tusonge mbele na habari hizi nzito kumhusu Humphrey Polepole kutoka Ikulu ya Samia Suluhu, nifahamishe unanitazama au unanisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, niambie uko nchi gani, na kama upo hapa hapa katika taifa hili letu tukufu la Tanzania, niambie unanitazama ukiwa upande gani wa Tanzania. Mjadala mpya umezuka katika taifa hili letu tukufu la Tanzania baada ya mambo mapya kumhusu Humphrey Polepole kuibuka Ikulu kutoka kwa utawala wa Samia Suluhu Hassan wa CCM. Kwa miezi kadhaa, wananchi wengi walikuwa wakihoji ukimya wa serikali kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole tangu mwaka jana, kisa ambacho kilizua mjadala mkali mitandaoni na ndani ya duru za kisiasa. Ingawa kwa kiasi kikubwa ofisi ya rais ilikwepa maoni na kuzungumza na umma kuhusu suala la Polepole, mabadiliko ya hivi majuzi ya kidiplomasia yaliyotangazwa kutoka Ikulu ya Samia Suluhu na kutoa saini na Samia mwenyewe yamerudisha bila kutarajiwa jina la Humphrey Polepole katika uangalizi wa kitaifa. Tangazo hilo limezua uvumi mkubwa juu ya kile ambacho kinaweza kutokea nyuma ya pazia. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanasema muda wa uamuzi huo wa Samia umeibua maswali mengi kuliko majibu. Hayo yamejiri kupitia mawasiliano rasmi na Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayefahamika kama Moses Kusiluka. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan ameidhinisha mfululizo wa uteuzi mpya wa kidiplomasia unaoathiri balozi kadhaa za Tanzania nje ya nchi. Uteuzi huu wa ghafla, ilieleza taarifa hiyo, ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha uwepo wa Tanzania kimataifa na kuimarisha ushirikiano wake wa kidiplomasia na washirika wakuu wa kimataifa. Hata hivyo, katika orodha ya migao mipya, badiliko moja mahususi lilivutia watu mara moja baada ya badiliko hilo kutaja jina la Humphrey Polepole. Nafasi iliyohusishwa hapo awali na Humphrey Polepole aliyetekwa nyara sasa ilikuwa imekabidhiwa rasmi kwa mtu mwingine ambaye ni mwanadiplomasia mwingine anayetumikia CCM chini ya Samia Suluhu, na Samia Suluhu akalazimika kuweza kupatiana mrithi ambaye sasa amemrithi Humphrey Polepole baada ya kutekwa nyara. Katika tangazo hilo, Said Shaib Musa aliteuliwa kuwa balozi mpya wa Tanzania nchini Cuba, akichukua ofisi ya Humphrey Polepole aliyoiacha. Uteuzi wake kwa ufanisi unachukua nafasi ya Humphrey Polepole ambaye hapo awali alihudumu katika nafasi hiyo serikalini, nafasi hiyo ya kidiplomasia. Kabla ya kupokea uteuzi huo wa ubalozi, Said Shaib Musa alishika wadhifa mkubwa wa mkurugenzi wa idara ya diaspora ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Katika jukumu hilo alifanya kazi kwa karibu na jumuiya za Watanzania wanaoishi nje ya nchi, kuimarisha uhusiano kati ya serikali na wanadiaspora duniani. Uzoefu wake katika uhusiano wa kimataifa na uratibu wa sera ulitajwa kuwa sababu kuu nyuma ya uamuzi wa rais. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanasema historia ya Musa katika masuala ya diaspora ilimweka katika nafasi ya kimkakati ya kushughulikia majukumu ya uwakilishi wa kimataifa. Kazi yake ilihusisha kuwashirikisha wataalamu wa Kitanzania, wajasiriamali na wanafunzi wanaoishi nje ya nchi, akiwahimiza kushiriki katika maendeleo ya taifa. Uzoefu huo, viongozi wanaamini, umempa uelewa wa kina wa changamoto na fursa zinazowakabili Watanzania walio ng'ambo. Akiwa balozi sasa atakuwa na jukumu la kuwakilisha maslahi ya Watanzania kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni nchini Cuba, kazi ile aliyoifanya Humphrey Polepole kabla ya kuacha ofisi hiyo au kabla ya kuweza kutekwa nyara. Taifa la Cuba kihistoria limedumisha uhusiano wa karibu na Tanzania, hasa katika sekta kama vile ushirikiano wa afya na elimu. Wakati huo huo, mabadiliko yalienea zaidi ya misheni ya Cuba. Rais Samia pia alimteua Tugulani Mavula kuwa mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa mjini New York. Nafasi hii inabeba jukumu kubwa la kidiplomasia kwa sababu balozi anawakilisha nchi katika mijadala mikuu ya kimataifa inayohusisha usalama wa kimataifa, ulinzi wa amani na ushirikiano wa maendeleo.
Hata hivyo, Samia Suluhu amezua gumzo pale ambapo sasa hata baada ya ofisi yake Humphrey Polepole kupatiwa ama kurithiwa na mtu mwingine, Samia Suluhu bado hajamtaja hata Humphrey Polepole au kuzungumzia suala lake la kupotea. Hata hivyo, uteuzi huo pia unaonekana kama sehemu ya mkakati mpana unaolenga kuimarisha ushiriki wa Tanzania katika kufanya maamuzi ya kimataifa nje ya taifa hili. Waangalizi wanaona kuwa Tanzania imezidi kutaka kujiweka kama mshirika mzuri katika diplomasia ya kimataifa. Kupitia ushiriki katika majukwaa ya Umoja wa Mataifa, nchi imetetea masuala kama vile amani ya kikanda, maendeleo ya kiuchumi na kustahimili hali ya hewa. Kwa hivyo balozi wa New York ana jukumu muhimu. Kwa hivyo balozi huyo mpya wa Cuba ambaye amechukua nafasi ya Polepole ana jukumu muhimu kama lile alilokuwa akilifanya Polepole katika kuunda jinsi vipaumbele vya Tanzania vinawasilishwa kwa ulimwengu. Hata hivyo, vile upande mwingine, Tugulani Mavula anatarajiwa kuiwakilisha nchi katika mazungumzo ya ngazi ya juu na makongamano ya kimataifa. Utendaji wake katika jukumu hili unaweza kuathiri jinsi sera za kidiplomasia za Tanzania zinavyozingatiwa katika jukwaa la kimataifa. Mabadiliko mengine muhimu yalihusu uteuzi wa Sipiani Luhemeja kuwa balozi wa Tanzania nchini Zambia. Uamuzi huo wa Samia Suluhu unaonyesha umuhimu wa Tanzania katika kudumisha uhusiano imara na jirani yake wa kusini. Kihistoria, nchi hizo mbili zimeshiriki uhusiano wa kina wa kisiasa na kiuchumi kuanzia katika harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika. Ushirikiano kati ya Tanzania na Zambia kwa muda mrefu umeenea hadi kwenye biashara, miundombinu ya usafiri na mipango ya ushirikiano wa kikanda. Kwa kumteua Luhemeja, serikali inatarajia kuimarisha uhusiano huo wa kihistoria na kufungua fursa mpya za ushirikiano. Ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili bado ni muhimu kwa sababu ya miradi ya pamoja ya kikanda kama vile ukanda wa usafiri wa Tanzania na Zambia. Ushirikiano wa kidiplomasia kwa hivyo unaonekana kuwa muhimu kwa kuwezesha biashara, uwekezaji na maendeleo ya mipaka. Hata hivyo, mtazamaji, ripoti hizi zinakuja wiki kadhaa tu baada ya kaka yake Humphrey Polepole ambaye ni Kanali Agostino Polepole kusema ya kwamba na uhakika ya kwamba kaka yake Humphrey Polepole bado yupo hai na watu waliohusika kumteka nyara wamemficha mahali tu wanamtesa, na hata akiwa mgonjwa wanashindwa kumpa matibabu. Vile awali aliweza kutoa onyo la masaa 24 la kuachiliwa kwa kaka yake, la sivyo atapanga jinsi ataweza kulipiza kisasi na asilaumiwe baada ya hilo. Hata baada ya vitisho hivi vyote vya Kanali Agostino Polepole, watekaji hao bado hawajaweza kumwachilia Humphrey Polepole. Hata hivyo, tukirejea katika mrithi huyu wa Humphrey Polepole wa ubalozi huko Cuba, wakati huo mabadiliko mengine katika mabadiliko ya kidiplomasia Tanzania yalihusisha uteuzi wa Luteni Edward Lukengule. Pia aliteuliwa kuwa balozi anayewakilisha Tanzania nje ya nchi, akipanua zaidi orodha ya wajumbe wapya wa kidiplomasia waliochaguliwa na Rais Samia. Maafisa wa serikali walieleza mabadiliko hayo kama sehemu ya juhudi pana za kufanya ubalozi wa Tanzania kuwa wa kisasa. Je, ni lini Samia Suluhu ataamua kuvunja ukimya na kuzungumzia swala la mfanyikazi na mshirika wake wa zamani ndani ya CCM Humphrey Polepole aliyetekwa nyara? Watanzania wengi wamesubiri sana Samia Suluhu aweze kugusia au kuzungumzia kuhusu Humphrey Polepole, lakini hadi leo inatimia hadi miezi 7 imepita, lakini bado Samia Suluhu hajazungumzia swala hili. Je, mtazamo wako ni upi, mtazamaji wa Simulizi Media? Una lipi la kusema kuhusiana na mrithi huyo mpya wa Humphrey Polepole aliyeteuliwa na Samia Suluhu? Na kuachia uwanja wa comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.